ambao kwa pamoja tumeweza kukutana kwa ajili ya mjadala huu ambao ni lengo lake ni kuangalia dira yetu ya mwaka 2050, nafasi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi na mchango wake kwenye kufikia kitu muhimu ambacho ni slogan ambacho ni hicho ambacho kinaitwa people centered development. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa sababu hiyo. Ndugu zangu, nilitamani nifanye presentation ndefu kwenye slide, lakini nikasema kwenye mazingira haya ya chuo jinsi nilivyokuwa excited, natamani nizungumze na baadaye tujadiliane. Nasema natamani nizungumze kwa sababu natamani nizungumze zaidi ya ambacho kimeandaliwa kwenye slide, ili kusudi tujadiliane. Jambo la kwanza, mimi ni muumini wa mijadala. Napenda mijadala na napenda wanafunzi wanazuoni ambao wanapenda kujadiliana, wanapenda kudebate. Hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo kaimu mkuu wa chuo, message uliowapa wanafunzi kwamba tutengeneze mjadala huru kabisa, tujadiliane kuhusu issues ambazo zinahusu jambo letu hili. Kimsingi ndio hasa eneo ambalo nitaka nilizungumze kama usingelizungumza, kwamba sisi ni wanazuoni, sisi ndio rasilimali muhimu kwenye maendeleo ya taifa letu na hiyo dira ambayo tunaizungumza. Kwa hiyo tukikutana kwenye midahalo kama hii, kama wasomi, ni muhimu tujadili kwa uhuru ili kusudi tubadilishane mawazo na taarifa, kwa sababu yote yanahusu taifa letu ambalo Mwenyezi Mungu ametujalia na waasisi wa taifa hili wamelitengeneza, lakini pia Mheshimiwa Rais ametaka kutuongoza kwenye dira hiyo ya 2050 kama kizazi ambacho kina uhuru wa kujadili hasa masuala ya msingi kuhusiana na taifa lao. Na katika muktadha huo, topiki hii tuijadili kwa uhuru kabisa kwa maswali yote ambayo yanahusiana na eneo hili, ili kusudi tuweze kufikia huko ambako tunataka kufikia. Jambo muhimu ambalo ningependa kuanza nalo ni kwamba ni mara yangu ya kwanza nafika kwenye chuo hiki, na nimefurahi sana kuona historia yake ya kwamba kipo tangu mwaka 63, na kwamba hakikuwa chuo kwa maendeleo ya jamii tu ya Tanzania, lakini kilikuwa ni chuo kwa maendeleo ya jamii ya East and Central of Africa. Hiyo ni heshima kubwa sana mnayo. Mmebarikiwa sana kusoma chuo ambacho historia yake ni kubwa namna hiyo. Ukienda kwenye nchi za Ulaya huko, moja ya sifa ambayo wanafunzi na wanazuoni wanajitambulisha nayo ni historia kubwa ya chuo walichokisomea. Kwenye au ninyi mmesoma kwenye chuo chenye historia kubwa sana, moja ya chuo chenye historia kubwa sana nchini. Lakini zaidi ya hilo ni ile slogan yenu, si motto mnasema ni people centered development. Hakuna kitu kikubwa kinaweza kikazungumza maendeleo ya mwanadamu zaidi ya hicho. Okay, hakuna maarifa yao, human capital, factors ambazo zinapima human capital ni lishe yao, afya yao na maarifa yao. Binadamu mwenye ubora ni yule ambaye ana afya ambayo ukiondoa afya yenyewe, lishe ni sehemu ya afya, alafu ndani yake kikubwa zaidi ana maarifa. Huyu binadamu akiwa hivi
ana nafasi ya kuibadilisha jangwa kuwa msitu, na binadamu anayekosa haya ana nafasi ya kubadilisha msitu kuwa jangwa. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu muhimu vinahitaji kufanyika ili kujenga watu wenye ubora. Tangu awamu ya kwanza tumejenga huo msingi. Tuwekeze zaidi kwenye elimu, tuwekeze zaidi kwenye maarifa, lakini equation ya kiuchumi ambao upande mmoja ina ukuaji huo wa uchumi na upande wa pili ina maendeleo hayo ya uchumi, inaleta usumbufu mmoja wa kwamba ili ulete hayo maarifa kwa watu lazima uwekeze, na ili uwekeze ni lazima ama sivyo tutagawana umaskini, ama sivyo tutagawana umaskini. Sasa hii ndio inakuleta kwenye mjadala wa kwamba ni maendeleo ya watu au maendeleo ya vitu. Ukiwekeza kwenye miundombinu inaongeza uzalishaji, ukiongeza uzalishaji unaongeza mapato ya kodi, unaongeza ajira, unaongeza kipato, unaweza ukaleta maendeleo ya mtu. Lakini pia ukiwekeza kwa huyu mtu anaweza akaongeza uzalishaji kwa sababu atakuwa more productive, na kwa hiyo anaweza akapelekea ujenzi wa hiyo miundombinu na matokeo yake vyote vikapatikana. Sasa tunaanzia wapi? Tunapitia huku au tunapitia huku? Tuanze kuwekeza zaidi kwenye maendeleo ya watu, kwa maana tuweke bajeti kubwa zaidi ya elimu, bajeti kubwa zaidi ya maji, bajeti kubwa zaidi ya afya, alafu bajeti kidogo ya umeme, bajeti kidogo ya barabara, bajeti kidogo ya miundombinu hiyo ambayo ni ya uzalishaji. Swali linakuja sasa, hiyo ya kuwekeza kwenye afya pale tunapoanza itatokana na nini kama uzalishaji haupatikani? Where to find, hapo ndio utafuta balance. How to find a balance kati ya unachokiwekeza kwenye human capital na unachokiwekeza kwenye infrastructures. Walau kwamba Tanzania kwa muda sasa tangu awamu ya 3, ya 4, ya 5 na sasa ya 6 tunaona kwamba kuna balance kati ya uwekezaji kwenye miundombinu hii ili iweze kuzalisha, lakini pia uwekezaji kwenye human capital, hata kama bado kuna safari zaidi tunapotaka kufikia kwenye ubora mkubwa wa binadamu tunamfikiria kwenye mwaka 2050. Sasa hii question tunaiaddress vipi? Tunapataje nafasi kupata resources za kuweza kuwekeza kwenye afya, elimu, ili kusudi tumtengeneze binadamu mwenye ubora? Kuna vitu viwili vikubwa. Cha kwanza ndio sababu ya ujio duniani wa hiki kitu ambacho kinaitwa public private partnership, PPP, ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi una sababu tu. Yaani ukiulizwa leo, maki mniambia mna kozi, ukiulizwa kwenye kozi yako kwa nini tunafanya ubia, sababu kubwa duniani ni 3. Ya kwanza ni kwa ajili ya kuvuta mtaji wa sekta binafsi utekeleze jukumu ambalo lilipashwa lifanywe na kodi ya serikali au mkopo wa serikali. Ni kazi ya serikali kujenga hostel kwenye chuo hiki cha TICD, lakini chuo hiki kikiingia ubia na kampuni binafsi ikajenga hostel, wanafunzi wanaosoma mtaani, wanaokaa mtaani lakini wasoma chuo hiki, kwa kuwa kule mtaani wanalipia, sasa waje walipia hapa chuoni. Itapunguza ulazima wa serikali kutumia kodi yake kujenga hizo hostel, na chuo kitapata hostel bila kutumia kodi ya serikali. Kwa hiyo tayari umeshafanya utekelezaji
wa mradi wa serikali nje ya bajeti ya serikali. Ni kazi ya serikali kujenga barabara, lakini serikali ikiingia mkataba na kampuni binafsi ijenge barabara ya kulipia, ambayo wanaotaka kwenda haraka watalipia waende haraka, wasio na haraka kwa sababu zozote watabaki barabara ya umma kwa sababu hawana haraka. Baki kuna wakati mwingine uwezo akampeleka mtu haraka akashangaa, sasa kwa nini imefika haraka? Anafanya kazi moja tu siku nzima, unampeleka expressway afike nyumbani haraka, anawaza mke wake mkorofi, anasema huyu mama hivi nifike saa 1 jioni mpaka kulala saa 4, kesi ambazo nitakuwa nimeletewa ni nyingi sana, bora nipite baa ninywe mpaka saa 3 hivi ili nikienda nyumbani baki kama saa 1 hivi, siku imekwisha. Kwa hiyo umemwahisha huyu mtu bila sababu. Nasema tu kwamba serikali ina wajibu wa kujenga barabara, lakini serikali ikitumia kampuni binafsi kujenga barabara ya kulipia, nchi inakuwa imepata barabara za ziada bila kutumia kodi ya wananchi. Serikali ina wajibu wa kujenga miundombinu mbalimbali kwenye afya, kwenye elimu, baadhi ambayo ina mvuto wa kibiashara. Ikitumia kampuni binafsi kujenga mradi huo ukawa wa kulipia, inafanya umma kupata huduma ambayo imepatikana pasipo kutumia kodi au mkopo wa serikali. Sasa faida yake ni nini? Faida yake ni kwamba serikali itaokoa fedha ambayo ingeitumia huko, na kwa hiyo inaweza ikaielekeza kwenye maeneo ambayo ni muhimu lakini hayana mvuto wa sekta binafsi kufanya. Kwa mfano, sekta binafsi au ubia unaweza ukatokea pale tu ambapo kuna intersection kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Yaani interest ya sekta binafsi ni profit maximization. Ndio masomo kwenye business na economics. Kama hivi lengo kwenye law of the firm, sio? Hivi lengo ya private sector ni nini? Ni namba 1 ni profit maximization. Lakini lengo la serikali huko lengo la serikali kwa mujibu wa katiba ibara ya 9 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania